wako ni mimi Jamal Mruma. Askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Polycarp Kardinal Pengo, amefariki dunia katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Taarifa za kifo chake zimetolewa usiku wa kuamkia leo Ijumaa Februari 20, 2026 na askofu mkuu wa jimbo hilo Yude Ruwa'ichi. Amesema Kardinali Pengo amefariki dunia saa 4 usiku wa jana Alhamisi Februari 19, 2026 na kuongeza kuwa taratibu za mazishi zitatolewa baadaye. Zanzibar. Serikali imesema vijana wanapaswa kuwa mstari wa mbele kueneza uelewa sahihi kupinga maneno ya chuki na migawanyiko kuhusu muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hayo yameelezwa jana na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamad Masauni wakati akifungua kongamano kuhusu elimu ya muungano kwa wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu Zanzibar iliyofanyika Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA. Amewataka kulinda muungano kwani ni nguzo ya umoja wa Tanzania ambapo ilianzishwa kwa misingi ya upendo, heshima na nia ya kujenga taifa lenye mshikamano, huku akieleza kwa ufasaha na umuhimu wake kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Arusha. Waziri wa nchi ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amewataka watumishi wa umma kuzingatia matumizi sahihi ya mitandao na mifumo rasmi ya serikali ili kujilinda na usalama wa taarifa za kiutendaji. Akifungua kikao kazi cha 6 cha mamlaka ya serikali mtandao e-government kilichofanyika jana jijini Arusha, Waziri Kikwete amesema ni muhimu kwa watumishi kutumia mifumo iliyothibitishwa na serikali badala ya majukwaa yasiyo rasmi ambayo yanaweza kuhatarisha usalama wa taarifa nyeti za taasisi. Katika kikao hicho, Tume ya Maendeleo ya Ushirikiano TCDC imewasilisha mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika MUVU ukionyesha namna teknolojia ya kidijitali inavyotumika kusimamia na kuhifadhi taarifa za vyama vya ushirika kwa njia ya kielektroniki. Unaendelea kusikiza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Nchi ya Iran imefanya mazoezi yake ya kila mwaka ya kijeshi na Urusi jana Alhamisi, huku meli ya pili ya kubeba ndege za kivita ya Marekani ikiwa inakaribia Mashariki ya Kati. Hayo yote yanafanyika wakati ambapo Iran na Marekani zote zinaashiriwa kuwa ziko tayari kwa vita iwapo mazungumzo kuhusiana na mpango wa nyuklia wa Iran hayatozaa matunda. Rais wa Marekani Donald Trump amesema siku 10 hadi 15 zinaitosha Iran kufikia makubaliano, la sivyo kunafanyika kile alichokiita mambo mabaya. Mpango maalum wa kutafuta ukweli wa Umoja wa Mataifa umesema kuwa wanamgambo wa RSF ambao wanapambana na jeshi la Sudan walifanya mauaji ya halaiki na ukatili mwingine katika mji wa El Fasher baada ya uvamizi wa miezi 18. Umoja wa Mataifa unasema ni wakati huo ndipo wanamgambo hao walipoweka mipango ya kuziangamiza jamii zisizo za Kiarabu, hasa makabila ya Zangawa naFor. Maafisa hao Umoja wa Mataifa wanasema maelfu ya raia waliuawa baada ya RSF kuteka mji wa El Fasher. Na vyombo vya habari vya utawala wa Israeli vimeeleza wasiwasi kwamba matukio katika eneo la pembe ya Afrika mpaka wa Februari mwaka huu 2026 yanaongezeka na kuna ongezeko kubwa la mvutano kati ya Misri na Israel. Mtandao wa Russia El-Yom umeinukuu tovuti ya habari ya Natsionet na kuripoti kwamba matukio katika pembe ya Afrika hadi Februari 2026 yanaonyesha ongezeko kubwa la mvutano kati ya Misri na utawala wa Kizayuni wa Israel kutokana na kuongezeka kwa uingiliaji katika kadhia ya Somaliland.
Kwa mujibu wa ripoti ya tovuti hiyo ya habari ya Kizayun, hatua ya Israel ya kulitambua rasmi eneo la Somaliland kama nchi huru ilileta mabadiliko makubwa katika matukio ya kikanda na kuongeza kasi ya kupeleka vikosi vya kijeshi vya Misri katika Jamhuri ya Shirikisho la Somalia inayokadiriwa kuwa takriban askari 10,000 kulionyesha idadi ya kijeshi ya Cairo kwa hatua ya Tel Aviv. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mbruma, usiondoke. Hii ni Mjini FM, kwetu ni kwako. Sports Countdown. Yani hamna timu ambayo itakayotufikia sisi, tutakuwa juu, tuko pointi 10.